tuache kuzoea matatizo ya watu. Mwananchi akishafikisha jambo lake kwenye ofisi ya umma, matarajio yake ni kupata ufumbuzi. Tuache kupokea malalamiko na matatizo ya watu kama salamu, kwamba huyu amenisalimia tu. Wananchi wanatarajia jambo lake likifika kwenye ofisi ya umma apate ufumbuzi. Apate ufumbuzi. Ndiyo maana kwenye nchi yetu tumeweka huu muundo wa kugatua madaraka. Tumeweka kila walipo wananchi, tumeweka na ofisi ya umma. Hizi hazikuwa ofisi za kugawana madaraka. Hatukuanzisha ofisi nyingi za umma ili tugawane vyeo. Tulitaka mwananchi akishafika kwenye ofisi ya kijiji pale pale apate ufumbuzi wa jambo lake. Kama linazidi kimo, ofisi ya umma tunatarajia yenyewe wahusika wapeleke kwenye ngazi inayofuata. Na kama ngazi inayofuata na yenyewe haina majawabu, tunatarajia ngazi hiyo ipeleke kwenye ngazi ya juu. Hiyo ndo dhana ya muundo wa utawala ndani ya nchi yetu. Hii habari ya kwamba tunakuwa na watu wengi wako ndani ya umma, alafu muda mwingi kujadili maslahi binafsi, umbea na kuacha kujadili mambo yanayohusu wananchi, hili halikubaliki. Hili halikubaliki, na wala hatutatumia lugha ya ustaarabu kwa wavivu, wazembe, wezi. Hatutatumia ustaarabu kwenye hayo. Ndio tunataka wananchi wapate huduma, majawabu ya mambo yanayowahusu, yanayowasumbua, ili wapate katika ofisi zetu za umma. Sisi viongozi tunakutana sana, vikao vingi tunakutana sana. Wengine wakishamaliza kukaa kikao na kupokea maelekezo, wamemalizia hapo, hawana hata jambo moja walilotoka nalo kwenye ofisi zao. Nilipita mkoa mmoja kule, nikakuta wenye viti wetu wa vijiji, mtendaji, wako bize, wanatembea na mihuri, rushwa kila sehemu, rushwa na kutengeneza migogoro na matatizo. Nikamwambia mkuu wa mkoa, fukuza wote wale, futa, waanze upya. Ndio asanteni sana. Na sisi wafugaji hatuogopagi kitu. Yaani usiogope simba afu uje uogope mvivu huko. Hakuna kuogopa. Karasuba yake gwana. Ashe. Kwa hiyo haya nayasema, na napita kwenye ziara na nafanya kusikiliza watu. Hii isiwe ratiba ya ziara. Hii isiwe ratiba ya ziara. Hii iwe ratiba ya serikali ya kusikiliza watu na kutatua kero. Ndo maana halisi ya kuwa na ofisi za umma. Kwa hiyo wananchi, tutasikiliza hapa, lakini kama una jambo lako, nenda kwenye ofisi ya umma. Muone yeyote aliye karibu. Tena anzeni kuwa mnaweka na kumbukumbu. Yeyote unayemuona, weka na kumbukumbu. Siku tukiona jambo lilishafika kwa mtumishi, kwa kiongozi wa umma, na tukipima tunaona alitakiwa atoe jawabu la kutatua kero hiyo na hajatatua, tutakuwa tumeshajua kuwa huyo hatoshi kuendelea kukaa katika ofisi ya umma.